Mtazamaji, hongera tena kujiunga nasi kwenye kipindi cha Lala Salama. Hapo awali nimekuwa tukizungumza kuhusu masuala ya vile Kiswahili kinavyoweza kushughulishwa na masuala mengine. Ivan ambaye ni mwanahabari na vile vile ni msomi katika Chuo Kikuu cha Kenyatta anatupatia simulizi ya nguvu na kutueleza safari yake ya muziki sasa hivi. Ivan, safari yako ya muziki uliniambia ilianza takriban miaka karibu 14 wakati ulipokuwa na umri wa miaka 14. Sasa hivi nahisi umefika labda 18 kuendelea mbele kidogo. Na kipi cha mno kwa kupenda muziki? Nini kilichokufanya mpaka ukapenda muziki? Kwa kupenda muziki ni jinsi nilipenda muziki kwa kuwa kuna jinsi ambavyo mtu mmoja anaweza relate, inaitwa kurelate kwa Kiingereza na muziki. Na ingawaje ukiwa uko chini kimawazo, kuna muziki ambayo utapata ambayo itakuinua. Naam. Sasa kwa hivyo mimi nilipenda muziki kwa kuwa kwa Kiingereza ningesema it's like my comfort zone. Yaani muziki unaliwaza. Unaliwaza moyo. Naam, licha kuwa inatengenezwa kuburudisha, inaliwaza pia. Labda kando na kuliwaza, muziki inamfanya nini yule bwana? Muziki unaelimisha, unaonya, una vitu vingi sana. Naam. Sasa hivi labda umesema kwamba hujakwenda kwenye studio kurekodi. Labda unapania kwenda? Nina mipango ila bado sijaziweka kwenye action. Naam. Hayo ni malengo yako. Naam, hayo ni malengo yangu. Labda katika kule kutagusana, ungetamani labda kufanya muziki na mwanamuziki gani ambaye kidogo amekubuhu katika wanamuziki wake? Hapa nchini Kenya kwanza tuanze naye. Hapa nchini Kenya ningependa kuimba na Bien. Naam. Kisa na sababu? Napenda muziki yake na muziki yake unashika kila mmoja na si muziki ya vijana tu, wazazi wetu pia wanasikia na inaelimisha tu, na kwa kuwa pia anaendeleza muziki ya kutoka Kenya kwenye mataifa mengine pia. I see. Bien halabu hutumia lugha ya Kiswahili katika kule kuimba kwake. Na wewe awali umeniambia kwamba nyimbo zako nyingi ni za Kiingereza. Je, unahisi kwamba kuna ukweli kinzani hapa kwamba labda wewe mwenyewe pia ungependa, sijui kama utapenda kutumia lugha ya Kiswahili katika maandishi yako ama katika huu uandishi wako wa muziki? Naam, ningependa kutumia Kiswahili. Kwa kuwa ni lugha ambayo naifahamu vizuri na ningependa pia kuitembeza kwenye nchi mengine. Naam, Bien anatengeneza muziki kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza pia. Naam, na kwa mbunifu ni kujaribu mambo mapya. Naam, waweza jaribu kitu kwenye Kiingereza, Kiswahili, huo ndio unaitwa ubunifu, creativity. Naam. Kuna mtu anaitwa Malenga ambaye anatunga na kuimba. Alafu kuna Manju ambaye anaimba peke yake. Wewe uko wapi? Je, wewe ni Manju ama wewe ni Malenga? Ningependa kusema kuwa niko kwa vyote. Kwa kuwa nimeandika wimbo na naweza kuimba pia. Naam. Na umewahi kumwandikia mtu yote muziki? Hapana. Sana sana mi kwa taswira yangu na nina imani kuwa muziki ni kitu ambacho ni kibinafsi. Ni kitu ambayo ni personal. Naam. Kwa kuwa muziki si kitu unakaa tu chini na unaandika. Nina imani kuwa kuna kitu ambacho kimewahi kufanyikia, unataka kukifanya, ndio maana unaandika huo muziki. Sana sana mimi napenda kuandika from emotions kwa Kiingereza. Naam. Kama mwanamuziki ambaye ni chipukizi, ni changamoto zipi ambazo wewe unapitia? Maanake wewe ni msomi na vile vile wewe
ni mwanahabari, wakati mwingine uko nje pale, unafanya shughuli zako za hapa na pale. Ni changamoto zipi ambazo unapitia kama mwanamuziki chipukizi? Sasa hivi ningesema kuwa kubalance masomo na hii sekta ingine. Junapaswa kuwa in the both. Nafaa niwe kwenye vyote. Na kwa kuwa nilikuja shuleni kusoma, na pia hapa shuleni ninafaa nijijue zaidi na niweze kuweka ubunifu wangu kwenye action. Naam. Sasa hiyo ndio tatizo inanisumbua saa hii, lakini pia kwenye muziki nimekuja kujua kuwa wanamuziki wana matatizo mengi pia kwenye muziki, sana sana ya Kenya. Wanahisi kuwa serikali haiwasaidii. Serikali haichangii vizito kwenye sekta ya usanii. Na nimeona wengi wakicomplain, wanazusha, wanasema wangependa serikali pia wasaidie. Sasa ningeomba hiyo pia, kama wanaweza saidiwa, serikali ionyeshe support kwenye wasanii. Naam. Huu ufanisi wako wa wanamuziki na uandishi wa insha na kule kuzungumza Kiswahili kunatokana na nini? Kunatokana na experience. Naam. Kuandika ni kitu kila mmoja anaandika. Na naamini pia kuimba ni kitu kila mmoja anaweza imba. Lakini tofauti inatokea kwa unataka kufanya hii kitu, na niseme aje, unataka kufanya hii na una haja gani na hii kitu sana. Vile vile kama wanahabari, kila mmoja ana malengo katika maisha yake. Kila mmoja ana kitu ambacho anataka akiweze kukifanya katika maisha yake. Inaitwa goals. Naam. Sasa hivyo na najua kila mmoja akiwa hivyo atajaribu juu chini aweze kufika huko. Sasa kuandika, kila mmoja na malengo ya kuandika. Vile vile kuimba, kila mmoja na malengo ya kuimba. Na naamini kuwa mmoja acha barabarani hadi afikishe malengo yake. I see. Ufanisi wa mtu bado pale pale tu. Aghalabu hutegemea nidhamu. Sijui kama ufanisi wako bado inalandana na swala la nidhamu. Naam. Kuna nidhamu katika ufanisi hadi wangu, kwa kuwa licha kuwa muziki una vitu vingi ndani, nina watu ambao pia lazima nionyeshe heshima kwao. Nina wazazi, nina mandugu zangu, nina jamii, nina ukoo ambao wananifahamu, na singependa kufanya kitu ambacho ingewaletea aibu. Naam. Sasa lazima niwe na nidhamu. Naam. Muziki na starehe ni vipi? Muziki, kuna starehe duni duniani. Na sijui kama wewe unapopiga muziki yako, je, starehe zako ni zipi? Jaribu kufafanua kidogo. Yaani wakati mwingine unapenda kustarehe wapi? Unapenda kujituliza wapi, kujinafasi? Nyumbani tu. Na labda sasa ukiitwa mahali, kwa mfano vilabu hivi, sijui kama wewe ni mtu wa vilabu, na hata kama tuseme, manake nakumbuka nikiwa katika chuo cha multimedia katika masuala ya kusomea wanahabari. Katika wanahabari kunradhi, unaweza kusaka habari hata kwenye vilabu popote pale. Sasa haisemeki kwamba ni vibaya kwamba kwenda klabu ni mbaya. Si mbaya, lakini sasa kwa wewe unaonaje, starehe yako wakati mwingine ni za wapi? Mimi si mtu wa vilabu sana. Naam. Napenda nikiwa peke yangu, kwa kuwa najihisi kuwa niko kwa amani sana nikiwa peke yangu. Yaani wewe hupendi kushirikiana na wengine labda? Sipendi kushirikiana na watu sana. Naam, nina marafiki lakini sipendi kushiriki na watu sana. Kwa nini?
Niko tu hivyo. Niseme hivyo. Imekuwa tu hivyo tangu utotoni. Sasa siwezi sema nina sababu rasmi ya kufanya niwe hivyo, ila nimekuwa tu hivyo. Naam. Na hujafahamu methali inayosema umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu? Umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu, na ujua ndio maana nina marafiki. Naam. Nina marafiki, tujiburudisha jinsi ambavyo tunajua. Kuna wakati tunaenda vilabu, hiyo pia ipo, ila sizipendi sana. Naam. Wanasema unaweza kuwa na marafiki ndio, lakini pia unahitaji maadui zaidi. Na ndio ili angalau mambo yako yajipe. Katika swala zima la Kiswahili, maanake tupo kwenye mjengo hapa, sisi hupenda sana lugha ya Kiswahili. Wewe unaonaje Kiswahili miaka 5 ijayo ama miaka zijazo? Maanake kuna lugha ambazo zinapenya na zinakuja kwa fujo, na Kiswahili pia mbinde katikati hapa. Kiswahili nikiweza angalia Kiswahili kwa miaka 5 ambayo yanakuja, kitakuwa kuu zaidi. Kwa kuwa Kiswahili ni lugha ambayo inaendelea kuenea. Sasa kwa hii tulivyozungumzia hapo awali, kuidhinishwa kwake na UNESCO itaweza kuipa umaarufu sana kwenye mataifa mengine, kwenye mataifa mengi. Kwa kuwa Kiswahili kitakuwa kikuu, kwa kupitia hii njia UNESCO imeweza kuidhinisha uwepo wa Kiswahili, itaendelea kuenea. Na mataifa mengi yatakuja kujua kuhusu Kiswahili, na na imani kuwa kila moja ana hamu ya kujua na kusoma kitu mpya maishani mwake. Ivan, Kenya hii, wewe ni mtetezi wa lugha ya Kiswahili. Ingekuwa mabango yote yanaandikwa kwa lugha ya Kiswahili, ungehisije? Ningehisi vizuri. Kwa kuwa ningejua inapata recognition katika lugha ya Kiingereza ambayo inastahili. Naam. Sisemi kitu, labda takrimu zako za mwisho kwa yule mtazamaji pale nje, umweleze ile uhusia wako, umpatie uhusia kulingana na Kiswahili. Kiswahili ni lugha kuu na kinapaswa kitukuzwe. Naam, ni hayo tu. Mtazamaji, wanasema hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Nimekuwa na mshikaji wa nguvu katika chuo kikuu cha Kenyatta. Tupo hapa Ange kwenye KUTV kila Jumapili saa 2, tukibiringisha gurudumu la Kiswahili, tukikufunza, tukikuelimisha, ili angalau upate kujua kuzungumza Kiswahili kwa ufasaha na hata kuiandika. Mie ni Padironga, tukutane Jumapili ijayo, Mwenyezi Mungu akipenda. Kwa heri na masaada.